anna arabiyya qala, bedui mmoja alisema ya Rasulullah ibn Allah, madha farada Allah alayhi wassalati, kitu gani amefaradhisha kwa Allah kwa mimi katika swala gani amefaradhisha Allah? Qala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, 5 salawati fil yawm wa layla, Allah amefaradhisha swala 5 mchana na usiku, siku nzima amefaradhisha swala 5 mpaka mwisho wa hadithi. Na hadithi ya Anas fi qissati ar-rajul, wa hadithi Anas na hadithi ya Anas fi qissati ar-rajul min ahli al-badiya, kisa cha yule mtu katika watu wa majangwani. Kuna mtu alikuja katika watu wa majangwani akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam ibada, wa qawlu lin-nabii, akasema yule mtu sasa alikuja akasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, amesemaje? Akasema nani? Akasema wazama rasuluk anna alaina 5 salawati fi yawmina wa laylatina, qala sadaqa. Akasema anadai mjumbe wako kwamba sisi tumefaradhishiwa swala 5 mchana na usiku, fi yawmina wa laylatina, mchana wetu na usiku wetu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamwambia sadaqa, amesema kweli. Kwa kuonesha swala ni ngapi? 5. Almas'alatu thaniya ala man tajib, swala 5 ni kwa nani? Lazima kwa nani? Ala, kwa yule ambaye man tajib, yule ambaye ni nani zinampasa swala 5. Almas'alatu thaniya, maswala ya pili, ala man tajib, kwa nani zinawajibu, kwa nani zinawajibu hizi swala, kwa nani ni lazima? Tajibu ala almuslimu albaligh alaqil, ni lazima swala 5 kwa muislamu aliyobaligh mwenye akili, alishobaligh mwenye akili. Ghaira haidh wa nufasa, ukitoa asiyokuwa mwenye hedhi na nifasi. Yoyote muislamu aliyobaligh mwenye akili, ukitoa mwenye hedhi na nifasi, waliobakia wote watakiwa waswali, ni lazima, asiposwali apata dhambi. Wa yumaru biha as-sabi, mtoto mdogo ataamrishwa, sio lazima kia ataamrishwa. Yumaru biha as-sabi, na ataamrishwa mtoto mdogo idha balagha 7 sinini, atakapofika miaka 7, nenda msikitini kaswali. Mtoto atafika miaka mingapi? Miaka 7. Leo watoto wana miaka 7 wanaacha tu wanaswali majumbani. Ataamrishwa mtoto mdogo akifika miaka 7. Wa yudrabu alayhi al-ashr, na atapigwa kwa sababu ya swala akiwa na miaka 10. Miaka 7 apigwa na kuja chini. Swali wamtishatisha, basi mtishatisha, kwa nini ndio kuswali wamtisha kidogo, hata kijifimo cha kawaida kidogo dogo chapa, umeelewa? Lakini atapigwa rasmi sasa akifika miaka 10. Ni hadithi, kutokana na hadithi inayosema rufi al-qalamu ani 3, imenyanyuliwa kalamu kwa watu 3, hawaandikiwi madhambi wala thawabu. Rufi al-qalam, imenyanyuliwa kalamu kwa watu 3. Fadhakara minha, wakatajwa miongoni mwa hao waliotajwa, wa ani sabi hatta yahtarima, na mtoto mdogo mpaka abaleghe. Yahtarima maana yake abaleghe, wa an sabi, na mtoto mdogo hatta yahtarima, mpaka abaleghe. Kisha baleghe anakuandikiwa dhambi na thawabu. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, na kauli ya Bwana Mtume aliposema muru auladakum bisalati li7, waamrisheni watoto wenu kuswali wakiwa na miaka 7. Muru auladakum bisalati li7, amrisheni watoto wenu kuswali wakiwa na miaka 7. Wadhribuhum alayhi li10, na muwapige kwa sababu kuacha hiyo swala wakiwa na miaka 10. Wafarriqu bainahum fil madaji, na mwatenganishe kati yao katika kulala. Mwatenganishe shako wakubwa, mwatenganishe kwenye nini? Kwenye kulala. Almasatu thalitha fi shuruti, ya masharti ya swala. Swala ina masharti gani ili mtu aswali? Ukosa masharti haya swala haisihi. Kuna masharti ya swala muhimu. Wa shurutuha 9, masharti ya swala kwa 9. Kiambiwa masharti ya swala kwa mangapi? 9. Usipotekeleza moja wapo swala haisihi. Ya kwanza al-islamu, fala tasihu min kafiri libutulani amali, haitosi swala kwa kafiri kwa sababu matendo yake yanabatilika. Kafiri atakachokifanya kina thawabu. Libutulani amali, kwa kubatilika matendo yake. Kwa sharti la kwanza Uislamu, asiokuwa Muislamu hata akiswali swala haisi. Al-aqlu, sharti la pili kuwa na akili timamu. Fala tasihu min majnun, haitosi kwa mwenda wazimu, liadami taklifi, kwa sababu hajalazimisha mambo ya sheria. Mwenda wazimu hii hayumo. Kama ilikuja watu wa aina 3, kalamu imenyanyuliwa, hadithi dhambi wala thawabu, mmoja hapo mwenda wazimu. Tuko watatu al-bulugh, aliobaleghe. Fala tajibu ala sabi, sio lazima swala kwa mtoto mdogo.
hatta yablugha, mpaka kibalee ndio inakuwa lazima atadhani. Walakin yu'maru biha lisabi, lakini ataamrishwa kana miaka 7 kumlea katika masuala ya kupenda swala. Ataamrishwa kana miaka 7, wa yudhrabu alayhi al-ashri, na atapigwa kiacha swala akiwa na miaka 10. Li hadithi, kwa ile hadithi tuliyosoma, muru auladakum bis-salati lisabi, waamrisheni watoto wenu kuswali wakiwa na miaka 7. Sharti la ngapi? Sharti la kwanza Muislamu, kafiri swala yake isii. Sharti la pili akili, mwenda wazimu swala isii. Sharti la tatu kubaleghe. Sharti la 4 taharat min al-hadathaini ma'a al-qudra, kujitoharisha na hadathi mbili pamoja na uwezo, al-akbar wal asghar. Umeelewa? Yani kujitoharisha na hadathi mbili maana yake usiwe na janaba wala usiwe huna udhu, ndio kujitoharisha na hadathi mbili. Waalaikum salaam. Tuko taharatu min alhadathaini, kujitoharisha na hadathi mbili. Mbona mshabiki iko nani? Wewe unafanya nini au tuko nyumbani? At-taharatu min alhadathaini, kujitoharisha na hadathi mbili. Hadathi mbili, usiwe na janaba wakati unaswali wala usiwe huna udhu. Ukiwa huna udhu unahesabika na hadathi ndogo. Ukiwa una janaba unahesabika na hadathi kubwa. Umeelewa? Ma'al qudra, pamoja na uwezo. Qudra maana yake kwa kuweza kufanya hilo. Ni kauli sallallahu alayhi wasallam, kauli ya bwana mtume fi hadithi ibn Umar, wa hadithi ibn Umar, la yakbalu Allahu salata bighairi tahur, Allah kubali swala pasi nini? Na tahara. La yakbalu Allahu salata bighairi tahur, Allah kubali swala pasi na tahara. Kwa hiyo sharti la ngapi la swala? Masharti ya 9. Kuuliza masharti ya swala ni yapi? Wewe ni Muislamu, kuna masharti, kwa sababu kila kitu kina masharti. Sio kuandikisha shule kuna masharti. Mtoto wa miaka 7 sina nini awe na hizi na hizi, sio hivyo. Chochote unapewa masharti, mtaka kazi hapa masharti hapa, masharti yetu hapa hivi na hivi, tunaingia saa ngapi, tukubali masharti. Kwa swala ina masharti: Uislamu, akili, kubalee, tahara. Ukiswali basi na tahara, swala hakuna, kwa sababu una sharti, hauhesabiki umeswali. Dukhulu waqti lis-salati al-muaqqata, kuingia wakati wa swala uliowekwa. Sharti la ngapi? La 5. Dukhulu waqti lis-salat, kuingia wakati wa swala, tena al-muaqqata uliowekwa. Alasiri wakati wake ni wadhuri, wakati ukiswali swala yako ya dhuhuri saa 3 asubuhi, swala haisi, kwa sababu katika sharti la swala ni kuingia nini? Wakati. Umeamka na maruweruwe, umeamka saa 4 ukaona saa 8 umechelewa, ngoja niswali ya dhuhuri, kwa swali ya dhuhuri. Baadaye angalia swala saa, umekaa kidogo sikia adhana, sema nisha swali. Ile swala haisi kwa sababu ulikuwa wakati wa swala bado. Katika masharti ya swala ni wakati. Li qawlihi ta'ala, kwa kauli ya Allah aliposema, inna salata kanat 'ala almu'minina kitaban mawquta, swala kwa waumini na wakati maalum. Wa hadithi Jibril hina amma an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na hadithi ya Jibril alipomswalisha mtume sallallahu alayhi wasallam bisalawati al-khams, swala 5. Jibril alimswalisha mtume swala 5. Thumma qala, kisha akasema, ma baina hadaini alwaqtaini waqtun, kati ya hizi nyakati mbili kuna wakati. Yani mtume sallallahu alayhi wasallam, Jibril alikuja wakati swala ifaradhishwa, akaja akamuonesha wakati, anamswalisha adhuhuri, anamswalisha alasiri. Umeelewa? Kwa anaambia kati ya adhuhuri na alasiri kuna wakati hapo katikati. Tuko fala tasihu salata kabla dukhuli waqtiha, haitosii swala kabla ya kuingia wakati wake, wala baada khuruji ya wala baada ya wakati kupita. Swala haitosii kabla ya wakati wala baada ya wakati, illa li'udhuri, fuqa udhur. Udhur nini? Udhur ziko ngapi? 2. Kulala na faini na kusahau. Umeelewa? Man nama au nasiya, atakailala kusahau aswali atakumbuka au kuamka. Yani ukikaa hapa sasa hivi kukumbuka kwa kuta fikra za jana, ukaona jana mimi adhusi swali, utakiwa sasa hivi swali ndio wakati wako. Yani umekaa tukafikiria ratiba yangu ya jana, mbona jana kama mimi nilitoka nikaenda shamba nikarudi saa 10 na shamba mimi nilikuwa busy saa zote sija kupumzika, jana si swali yangu. Sasa hiyo chukua udhu swali yako, ni wakati wako. Haijeshi muda gani, kwa sababu udhuru umekula wakati wa riolala na kusahau pale atakapo mwenye kusahau pale atakapofanya
atapokumbuka, aliolala atakapoamka. Lakini usio usingizi wa kizembe, unaangalia Mungu na filamu mpaka uchelewe upata madhani. Tunazungumza mtu kawaida. Shati la ngapi? Mashati yako 9. Hilo la 5. La sita, satru al-awra ma'a al-qudra bi shay'in la yasifu al-bashara, kustiri uchi pamoja na kuwa na uwezo kwa kitu bishaini, kwa kitu la yasifu al-bashara, aioneshi ngozi, aioneshi ramani ya mwili. La yasifu al-bashara, aisalifu, aionyeshi rangi ya mwili au ramani ya mwili, ngozi ya mwili. Satru al-awra, kustiri uchi. Kwa hiyo maana mtu akisali uchi swala haisi. Umeelewa? Labda ishirikane cha kuvaa unakosa maal qudra pamoja na kuwa na uwezo, yani labda ikosekane hamna kabisa cha kuvaa. Tena bishaini, hicho kitu tunachokivaa la yasifu al-bashara, haisifu, haionyeshi ramani ya mwili. Yani mpaka mtu akaonekana ndani. Na hapa tunajifunza kuswaliji wa nguo, mtu kachomekea nguo mbana suruali, mtu mtihani kwa hiyo. Napendeza una shati kama shati la suruali na shati refu. Kanzu ni aula, lakini sherehe watu mtu anasali kijiguo kimodo, shati kimeshia huko. Unaelewa? Mwili wote, ramani ya mwili wote inafanya nini? Inajichora. Watu hawajui kama stara, tunaposema wanawake stara, pia wanaume na stara. Kuna hijabu ya wanawake na hijabu ya wanaume. Mavazi tutakayovaa fadhawada atakuwa na nguo pana pana. Sasa hivi ndio mambo shetani kawachezea watu staili za sasa hivi ya kuvaa ni kiguo kilichofanya kicho mshika mtu. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli ya Allah aliposema ya bani adama, enyi wanadamu, khudhu zinatakum, chukueni mapambo yenu, inda kulli masjid, yani mavazi yenu wakati kila mnapoenda kuswali. Maksudi yake ilikuwa ni masjidi al-Kaaba, kwenda kuhiji, lakini kwa ujumla ni kwa ujumla chukueni mapambo wakati wa swala. Wa kauli sallama, na kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema la yaqbalu Allahu salata haid, Allah hakubali swala ya mwanamke aliyobalegha. Haid maana yake aliyobalegha. La yaqbalu Allahu salata haid, Allah hakubali swala ya mwanamke aliyobalegha illa bi khimari, kwa mtandio, yani vazi ambalo limemshuka limemstiri kutoka kichwani kuja chini, maana kuna stara. Wa awratu rajuli baligh ma baina surri wa rukba, na uchi wa mwanaume aliyobalegha ni kati ya magoti na kitovu. Umeelewa? Uchi wake ni kati ya magoti na nini? Na kitovu. Liqaulihi, kwa kauli ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam Jabir radhiyallahu anhu, kumwambia Jabir radhiyallahu juu yake, idha sallaita fi thawbin wahid, utakaposwali na nguo moja. Idha sallaita fi thawbin wahid, ukiswali kwa nguo moja. Fa in kana wasi, ikiwa nguo kubwa, mfano lishuka limoja, ikiwa ni kubwa, faltahfu bihi, jifunge nalo, ni kishingo. Faltahfu bihi, jifunge nalo kama ni kubwa. Wa in kana dhayik, na ikiwa nguo yenyewe ni ndogo, shuka yenyewe sio kubwa, kilicho tumemashuka, fa atazir bihi, jifunge msuli. Fa atazir bihi, jifunge msuli. Umeelewa? Kama ni kubwa ishifunge mpaka kwenye mabega mpaka juu, kushuka chini. Kama ni ndogo ishuka yenyewe kama kikoi ifunge. Tunazungumza kama nguo yenyewe ndio hiyo, sio maana yake si sasa hivi alhamdulillah nguo zipo, si ndio hivyo? Kuna mtu mwenye shida ya nguo kiasi hicho mpaka anasali mabega yako wazi. Anasali mabega yako wazi ni mwenyewe kutojua kwamba tumekataza sisi kuswali mabega yako wazi. Tumekataza kuswali mabega yako nini? Leo mtasana kaushi. Hiyo kwa mwenye ambaye hakuna ana nguo hiyo size hiyo. Wal aula wal afdal an yaj'ala atiqi shay'an, na kilichokuwa bora, wal aula na bora zaidi, wal aula na kipaumbele, wal afdal na bora, an yaj'ala atiqi shay'an, aweke katika mabega yake chochote, minathiyabi, katika nguo, kwenye mabega yake ufunikwe na nini? Na nguo. Liana an-nabiy naha ar-rajulu an yusalli fi thawbin, kwa sababu Mtume sallallahu alimkataza mtu, naha ar-rajulu alimkataza mtu, au naha ar-rajulu amekataza mtu an yusalli, kuswali fi thawbin, katika nguo, akatumia nguo, laisa ala atiqi min shay, hakuna kwenye mabega yake chochote. Yani unaswali mabega hakuna chochote katika nguo.
mabega yastiriwe. Wal mar'atu kulluha awra, na mwanamke mwili wake wote ni uchi, illa wajha wa kaffayhi, isipokuwa uso wake na viganja vyake. Akiswali ambacho kinatakiwa kionekane ni uso na nini na kiganja. Leo wanawake wanaswali Allahu Akbar, mikono yote iko nje, kaswali kajifunga kanga kibwebwe hivi, mwili wote, ramani ya mwili wote inaonekana. Umeelewa? Anaswali miguu yote kanga imesha kwenye kwenye ugoko, miguu yote iko nje. Mwanamke ana mavazi ya kuswalia, mastara ya kuswalia kabisa. Sasa ujue ni shati la swala, ukikosa shati hili swala hakuna. Kuna watu wengi wanaswali lakini swala hazisi. Hata kama iko ndani mwenyewe mashati hayo, kwani wewe ukiswali ndani mwenyewe utaswali uchi? Hauwezi, si ndio? Hii ni utaratibu mashati ya swala. Kwa swali vizuri kwa stara, kama unataka anachotakiwa uso na viganja, ndio vitu vionekane. Na ndio maana mwanamke kusali nyumbani au anakuwa kuna mavazi yake kusalia. Sio hoja kwa ndani, huu ni utaratibu, hii ni ibada maalum na taratibu zake ni sitrul aura. Kwani ukiwa ndani ndio basi? Kuna tofauti ya hijabu ukitoka kwa sababu ya wanaume, na kuna tofauti na mtindo wa ibada hii ya kumwabudu Allah. Tuelewana? Sio lazima kuwa na majalabibi, inawezekana na nguo yake pana kubwa na nini, hata kasio jilbabu. Umeelewa? Hakikisha tu kwenye nguo yake haionyeshi ramani ya mwili, haimbani, mikono haionekani. Umeelewa? Inamstiri uso na viganja ndio vinabaki. Hii ni stara, sio kwa sababu hakuna mtu. Hii ndio utaratibu wa swala. Ama kuhusiana na jilbabu na nini, ile kwa sababu ya watu, ile kesi nyingine. Wewe sio kwa sababu kuna watu wasalikichwa wazi ndani. Asalikichwa wazi. Sindio? Basi kama hivyo asema kwa hakuna watu wakaa kichwa wazi, swali kama sala jasini. Kwa sababu satru kusiri uchi ni shati la swala. Kwa hiyo mwanaume naye akiwa nyumbani asala kibukta au na buksa kwa sababu hakuna watu. Khudhu zinatakum, Allah anasema chukueni mapambo yenu, mavazi yenu. Na tulishia anasema illa idha sallati amama al-ajanib. Sasa angalia, wal mar'atu kulluha awra, mwanamke mwili wake wote ni uchi, illa wajha wa kaffayhi, kwa uso wake na viganja vyake. Kwa anaposwali hivyo ndio vinakuwa viko wazi. Sikia sasa, illa idha sallati amama al-ajanib, isipokuwa kiswali mbele ya mtu ambaye mwanaume ambaye anaweza kumuoa, kaja shemeji yake, au nyumba hiyo ina wapangaji, iko sitting room na wapangaji, kuna wanaume wamekuja akitaka kuswali. Ai mahari, mtu ambaye sio maharimu anaweza kumuoa, fa inna tughatti kull shay, hapa atafunika kila kitu mpaka uso na viganja. Kwa akiwa peke yake hakuna mtu, ndio uso na viganja vitakuwa nje. Akiwa kuna watu ambao wanaweza kumuoa, kwa kiswali mume wake yupo, ataswali uso wake na viganja vyake viko wazi. Liqauli sallallahu wa qawli ya Mtume asema almar'atu awra, mwanamke ni uchi, mwanamke mwili wake wote utakiwa usiriwe. Wa qawli, na qawli ya Mtume aliposema la yaqbalu Allahu salata haidh illa bihimar, Allah akubali swala ya mwanamke aliyobalighi isipokuwa kwa mtandio, kwa stara. Liqauli ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Shati la nane, shati la ngapi tumaliza? Tumesema shati yako ngapi? La kwanza, shati la kwanza al-Islam. Shati la pili al-aqil. Shati la tatu al-bulugh. Shati la nne at-tahara min hadathain, kutoka na hadathi mbili ndogo na kubwa. Shati la tano dukhulul waqti.
anasema anna arabiyya qala, bedui mmoja alisema ya Rasulullah ibn Allah, madha farada Allah alayhi wasalati, kitu gani amefaradhisha kwa Allah kwa mimi katika swala gani amefaradhisha Allah? Qala, akasema Mtume salama, 5 salawati fi yawm wa layla, Allah amefaradhisha swala 5 mchana na usiku, siku nzima amefaradhisha swala 5 mpaka mwisho hadithi. Na hadithi ya Anas fi qissati ar-rajul, wa hadithi Anas na hadithi ya Anas fi qissati ar-rajul min ahli al-badiya, kisa cha yule mtu katika watu wa majangwani. Kuna mtu alikuja katika watu wa majangwani akamuuliza Mtume sana kuhusiana na ibada. Wa qawlu lin-nabii, akasema yule mtu sasa alikuja akasema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, amesemaje? Akutuma nani? Akasema wazama rasuluk anna alaina 5 salawati fi yawmina wa laylatina, qala sadaq. Akasema anadai mjumbe wako kwamba sisi tumefaradhishiwa swala 5 mchana na usiku, fi yawmina wa laylatina, mchana wetu na usiku wetu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamwambia sadaqa, amesema kweli, kwa kuonesha swala ni ngapi? 5. Almas'alatu thaniya ala man tajib, swala 5 ni kwa nani? Lazima kwa nani? Ala, kwa yule ambaye man tajib, yule ambaye ni nani zinampasa swala 5. Almas'alatu thaniya, maswala ya pili, ala man tajib, kwa nani zinawajibu, kwa nani zinawajibu hizi swala, kwa nani ni lazima? Tajibu ala almuslimu albaligh alaqil, ni lazima swala 5 kwa muislamu aliyobaligh mwenye akili, alishobaligh mwenye akili. Ghaira haidh wa nufasa, ukitoa asiyokuwa mwenye hedhi na nifasi. Yoyote muislamu aliyobaligh mwenye akili, ukitoa mwenye hedhi na nifasi, waliobakia wote watakiwa waswali, ni lazima, asiposwali apata dhambi. Wa yumaru biha as-sabi, mtoto mdogo ataamrishwa, sio lazima kia ataamrishwa. Yumaru biha as-sabi, na ataamrishwa mtoto mdogo idha balagha 7 sinini, atakapofika miaka 7, nenda msikitini kaswali. Mtoto atafika miaka mingapi? Miaka 7. Leo watoto wana miaka 7 na watoto wanaswali majumbani. Ataamrishwa mtoto mdogo akifika miaka 7. Wa yudrabu alayhi al-ashr, na atapigwa kwa sababu ya swala akiwa na miaka 10. Miaka 7 apigwa na kuja chini. Swali wamtishatisha, basi mtishatisha, kwa nini ndio kuswali wamtisha kidogo, hata kijifungo cha kawaida kidogo dogo cha, umeelewa? Lakini atapigwa rasmi sasa akifika miaka 10. Ni hadithi, kutokana na hadithi inayosema rufi alqalamu ani 3, imenyanyuliwa kalamu kwa watu 3, hawaandikiwi madhambi wala thawabu. Rufi alqalam, imenyanyuliwa kalamu kwa watu 3. Fadhakara minha, wakatajwa miongoni mwa hao waliotajwa, wa ani sabi hatta yahtarima, na mtoto mdogo mpaka abaleghe. Yahtarima maana yake abaleghe, wa an sabi, na mtoto mdogo hatta yahtarima, mpaka abaleghe. Kisha baleghe anakuandikiwa dhambi na thawabu. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, na kauli ya bwana mtume aliposema muru auladakum bisalati li 7, waamrisheni watoto wenu kuswali wakiwa na miaka 7. Muru auladakum bisalati li 7, amrisheni watoto wenu kuswali wakiwa na miaka 7. Wadhribuhum alayhi li 10, na muwapige kwa sababu kuacha hiyo swala wakiwa na miaka 10. Wafarriqu bainahum fil madaji, na mwatenganishe kati yao katika kulala. Mwatenganishe sio kwa wakubwa, mwatenganishe kwenye nini? Kwenye kulala. Almasatu thalitha fi shuruti, ya masharti ya swala. Swala ina masharti gani ili mtu aswali? Kosa masharti haya swala haisihi. Kuna masharti ya swala muhimu. Wa shurutuha 9, masharti ya swala kwa 9. Kiamba masharti ya swala kwa mangapi? 9. Usipotekeleza moja wapo swala haisihi. Ya kwanza al-islam, fala tasihu min kafiri libutulani amali, haitosihi swala kwa kafiri kwa sababu matendo yake yanabatilika. Kafiri atakachokifanya kila sawa, libutulani amali, kwa kubatilika matendo yake. Kwa sharti la kwanza Uislamu, asiokuwa Muislamu hata akiswali swala haisihi. Al-aqlu, sharti la pili kuwa na akili timamu, fala tasihu min majnun, haitosihi kwa mwenda wazimu, liadami taklifi, kwa sababu hajalazimisha mambo ya sheria. Mwenda wazimu hii hayumo. Kama ilikuja watu wa aina 3, kalamu imenyanyuliwa, ni dhambi wala thawabu, mmoja wapo mwenda wazimu. Tuko watatu, albulugh, aliyobaleghe.
fala tajibu ala sabii, sio lazima swala kwa mtoto mdogo, hata yablugha, mpaka kibalee ndio inakuwa lazima atadhani. Walakin yu'maru biha lisabi, lakini ataamrishwa akiwa na miaka 7 kumlea katika masuala ya kupenda swala. Ataamrishwa akiwa na miaka 7, wa yudrabu alayhi al-ashri, na atapigwa kiacha swala akiwa na miaka 10. Li hadithi, kwa ile hadithi tuliyosoma, muru auladakum bis-salati lisabi, waamrisheni watoto wenu kuswali wakiwa na miaka 7. Shati la ngapi? Shati la kwanza Muislamu, kafiri swala yake isiri. Shati la pili akili, mwenda wazimu swala isiri. Shati la tatu kubalehe. Shati la 4 taharat min al-hadathaini ma'a al-qudra, kujitoharisha na hadathi mbili pamoja na uwezo, al-akbar wal asghar. Umeelewa? Yani kujitoharisha na hadathi mbili maana yake usiwe na janaba wala usiwe huna udhu, ndio kujitoharisha na hadathi mbili. Waalaikum salaam. Tuko taharatu min alhadathaini, kujitoharisha na hadathi mbili. Mbona mshapike iko nani? Wewe unafanya nini au tuko nyumbani? At-taharatu min alhadathaini, kujitoharisha na hadathi mbili. Hadathi mbili, usiwe na janaba wakati unaswali wala usiwe huna udhu. Ukiwa huna udhu unahesabika na hadathi ndogo, ukiwa una janaba unahesabika na hadathi kubwa. Umeelewa? Ma'al qudra, pamoja na uwezo. Qudra maana yake kwa kuweza kufanya hili. Liqauli sallallahu alayhi wasallam, qauli ya bwana mtume fi hadithi ibn Umar, wa hadithi ibn Umar, la yakbalu Allahu salata bighairi tahur, Allah kubali swala pasi na nini? Na tahara. La yakbalu Allahu salata bighairi tahur, Allah kubali swala pasi na tahara. Kwa hiyo shati la ngapi la swala? Mashati yako 9. Tuulize mashati ya swala ni yapi? Wewe ni Muislamu, kuna mashati, kwa sababu kila kitu kina mashati. Sio kuandikisha shule kuna mashati, mtoto ana miaka 7 sina nini awe na hizi na hizi, sio chochote unapewa mashati. Mtakazi hapa mashati, hapa masharti yetu hapa hivi na hivi, tunaingia saa ngapi, tukubali masharti. Kwa swala ina masharti: Uislamu, akili, kubalee, tahara. Ukiswali basi na tahara, swala hakuna, kwa sababu una sharti, hauhesabiki umeswali. Dukhulu waqti lis-salati al-muaqqata, kuingia wakati wa swala uliowekwa. Sharti la ngapi? La 5. Dukhulu waqti lis-salat, kuingia wakati wa swala tena al-muaqqata uliowekwa. Alasiri wakati wake ni wadhuri, wakati ukiswali swala yako adhuhuri saa 3 asubuhi, swala haisi, kwa sababu katika sharti la swala ni kuingia nini? Wakati. Umeamka na maruweru, umeamka saa 4 ukaona saa 8 umechelewa, ngoja ni swali ya adhuhuri, kwa swali ya adhuhuri. Baadaye angalia swala saa, umekaa kidogo sikia adhana, unasema nisha swali. Ile swala haisi kwa sababu ulikuwa wakati wa swala bado. Katika masharti ya swala ni wakati. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli ya Allah aliposema, inna salata kanat 'ala almu'minina kitaban mawquta, swala kwa waumini na wakati maalum. Wa hadithi Jibril hina amma an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na hadithi ya Jibril alipomswalisha mtume sallallahu alayhi wasallam bisalawati al-khams, swala 5. Jibril alimswalisha mtume swala 5. Thumma qala, kisha akasema, ma baina hadaini alwaqtaini waqtun, kati ya hizi nyakati mbili kuna wakati. Yani mtume sallallahu alayhi wasallam, Jibril alikuja wakati swala ifaradhishwa, akaja akamuonesha wakati, anamswalisha adhuhuri, anamswalisha alasiri. Umeelewa? Kwa anaambia kati ya adhuhuri na alasiri kuna wakati hapo katikati. Tuko fala tasihu salata kabla dukhuli waqtiha, haitosihi swala kabla kuingia wakati wake, wala baada khuruji wala baada wakati kupita. Swala itosihi kabla ya wakati wala baada ya wakati, illa li'udhuri, fuqa udhur. Udhur nini? Udhur ziko ngapi? 2. Kulala na kufanya na kusahau. Umeelewa? Man nama au nasiya, atakailala kusahau aswali atakukumbuka au kuamka. Yani ukikaa hapa sasa hivi kukumbuka kwa kuta fikra za jana, ukaona jana mimi adhuhuri ya swali, utakaa sasa hivi swali ndio wakati wako. Yani ukakaa tukafikiria ratiba yangu ya jana, mbona jana kama mimi nitoka nikaenda shamba nikarudi saa 10 na shamba mimi kwa bizi saa zote sije kupumzika, jana si swali ya dhuhuri. Sasa hiyo chukua udhu swali ya dhuhuri, ni wakati wako. Haijaishi muda gani, kwa sababu udhuru umekula
wakati aliolala na kusahau pale atapofanya atapokumbuka, aliolala atakapoamka. Lakini usio usingizi wa kizembe, unaangalia Mungu na filamu mpaka uchelewe upata madhara. Tunazungumza mtu kawaida. Shati la ngapi? Mashati yako 9. Hilo la 5. La 6 satru al-awra ma'a al-qudra bi shay'in la yasifu al-bashara, kustiri uchi pamoja na kuwa na uwezo kwa kitu bishaini, kwa kitu la yasifu al-bashara, aioneshi ngozi, aioneshi ramani ya mwili. La yasifu al-bashara, aisalifu, aionyeshi rangi ya mwili au ramani ya mwili, ngozi ya mwili. Satru al-awra, kustiri uchi. Kwa hiyo maana mtu akisali uchi swala haisi. Umeelewa? Labda ishirikane cha kuvaa unakosa maal-qudra pamoja na kuwa na uwezo, yani labda ikosekane hamna kabisa cha kuvaa. Tena bishaini, hicho kitu tunachokivaa la yasifu al-bashara, haisifu, haionyeshi ramani ya mwili, yani mpaka mtu akaonekana ndani. Na hapa tunajifunza kuswaliji wa nguo, mtu kachomekea nguo mbana suruali, mtu mtihani. Napendeza una shati kama shati la suruali na shati refu, kanzu ni aula, lakini sherehe watu mtu anasali kijiguo kimodo, shati kimeshia huko. Umeelewa? Mwili wote, ramani ya mwili wote inafanya nini? Inajichora. Watu hawajui kama stara, tunaposema wanawake stara, pia wanaume na stara. Kuna hijabu ya wanawake na hijabu ya wanaume. Mavazi tutakayovaa fadhila tutakuwa na nguo pana pana. Sasa hivi ndio shetani kawachezea watu staili za sasa hivi ya kuvaa ni kiguo kilichofanya kilichomshika mtu. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli ya Allah aliposema ya bani adama, enyi wanadamu, khudhu zinatakum, chukueni mapambo yenu, inda kulli masjid, yani mavazi yenu wakati kila mnapoenda kuswali. Maksudi yake ilikuwa ni masjidi al-Kaaba, kwenda kuhiji, lakini kwa ujumla ni kwa ujumla chukueni mapambo wakati wa swala. Wa kauli sallama, na kauli ya Mtume aliposema la yaqbalu Allahu salata haid, Allah hakubali swala ya mwanamke aliyobalegha. Haid maana yake aliyobalegha. La yaqbalu Allahu salata haid, Allah hakubali swala ya mwanamke aliyobalegha illa bi khimari, kwa mtandio, yani vazi ambalo limemshuka, limemstiri kutoka kichwani kuja chini, maana kuna stara. Wa awratu ar-rajuli baligh ma baina as-surri wa rukba, na uchi wa mwanaume aliyobalegha ni kati ya magoti na kitovu. Umeelewa? Uchi wake ni kati ya magoti na nini? Na kitovu. Liqaulihi, kwa kauli ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, Jabir radhiyallahu anhu, kumwambia Jabir radhiyallahu anhu yake, idha sallaita fi thawbin wahid, utakaposwali na nguo moja, idha sallaita fi thawbin wahid, ukiswali kwa nguo moja, fa in kana wasi, ikiwa nguo kubwa, mfano lishuka limoja ikiwa ni kubwa, faltahifu bihi, jifunge nalo, ni kishingo, faltahifu bihi, jifunge nalo kama ni kubwa. Wa in kana dhayik, na ikiwa nguo yenyewe ni ndogo, shuka yenyewe sio kubwa, ilichotumia mashuka, fa atazir bihi, jifunge msuli, fa atazir bihi, jifunge msuli. Umeelewa? Kama ni kubwa ishifunge mpaka kwenye mabega mpaka juu kushuka chini. Kama ni ndogo ishuka yenyewe kama kikoi ifunge. Tunazungumza kama nguo yenyewe ndio hiyo, sio maana yake si sasa hivi alhamdulillah nguo zipo, si ndio hivyo? Kuna mtu mwenye shida ya nguo kiasi hicho mpaka akasema mabega yako wazi. Anasema mabega yako wazi ni mwenyewe kutojua kwamba tumekataza sisi kuswali mabega yako wazi. Tumekataza kuswali mabega yako nini? Leo mtasema kaushi. Hiyo kwa mwenye ambaye hakuna ana nguo hiyo size hiyo. Wal aula wal afdal an yaj'ala atiqi shay'an, na kilichokuwa bora, wal aula na bora zaidi, wal aula na kipaumbele, wal afdal na bora, an yaj'ala atiqi shay'an, aweke katika mabega yake chochote, minathiyabi, katika nguo, kwenye mabega yake ufunikwe na nini? Na nguo. Liana nabii naha ar-rajulu an yusalli fi thawbin, kwa sababu Mtume sallallahu alimkataza mtu, naha ar-rajulu alimkataza mtu, au naha ar-rajulu alimkataza mtu an yusalli, kuswali fi thawbin, katika nguo, akatumia nguo, laisa ala atiqi min shay, hakuna kwenye mabega yake chochote.
yani unaswali mabega hakuna chochote katika nguo, mabega yastiriwe. Wal mar'atu kulluha awra, na mwanamke mwili wake wote ni uchi, illa wajha wa kaffayhi, isipokuwa uso wake na viganja vyake. Akiswali ambacho kinatakiwa kionekane ni uso na nini, kiganja. Leo na watu wanaswali Allahu Akbar, mikono yote iko nje, kaswali kajifunga kanga kibwebwe hivi, mwili wote, ramani ya mwili wote inaonekana. Umeelewa? Anaswali miguu yote kanga imeshia kwenye kwenye ugoko, miguu yote iko nje. Mwanamke ana mavazi ya kuswalia, mastara ya kuswalia kabisa. Sasa ujue ni shati la swala, ukikosa shati hili swala hakuna. Kuna watu wengi wanaswali lakini swala hazisi. Hata kama iko ndani mwenyewe mashati hayo, kwani wewe ukiswali ndani mwenyewe utaswali uchi? Hauwezi, si ndio? Hii ni utaratibu mashati ya swala. Kwa swali vizuri kwa stara, kama unataka anachotakiwa uso na viganja ndio vitu vionekane. Na ndio maana mwanamke kusali nyumbani au anakuwa kuna mavazi yake kusalia. Sio hoja kwa ndani, huu ni utaratibu, hii ni ibada maalum na taratibu zake. Taratibu zake ni sitrul aura. Kwani ukiwa ndani ndio basi? Kuna tofauti ya hijabu ukitoka kwa sababu ya wanaume, na kuna tofauti na mtindo wa ibada hii ya kumwabudu Allah. Tuelewana? Sio lazima kuwa na majalabibi, inawezekana na nguo yake pana kubwa na nini, hata kasio jilbabu. Umeelewa? Hakikisha tu kwenye nguo yake haionyeshi ramani ya mwili, haimbani, mikono haionekani. Umeelewa? Inamstiri uso na viganja ndio vinabaki. Hii ni stara, sio kwa sababu hakuna mtu. Hii ndio utaratibu wa swala. Ama kuhusiana na jilbabu na nini, ile kwa sababu ya watu, ile kesi nyingine. Wewe sio kwa sababu kuna watu waswalikishwa wazi ndani, aswalikishwa wazi. Sindio? Basi kama hivyo wasema kwa hakuna watu wakaa kichwa wazi, swali kama sala ya sisi. Kwa sababu satru kusiri uchi ni shati la swala. Kwa mwanaume naye akiwa nyumbani asala kibukta au na boksa kwa sababu hakuna watu. Khudhu zinatakum, Allah anasema chukueni mapambo yenu, mavazi yenu. Na tulishia anasema illa idha sallati amama al-ajanib. Sasa angalia, wal mar'atu kulluha awra, mwanamke mwili wake wote ni uchi, illa wajha wa kaffayhi, kwa uso wake na viganja vyake. Kwa anaposwali hivyo ndio vinakuwa viko wazi. Sikia sasa, illa idha sallati amama al-ajanib, isipokuwa kiswali mbele ya mtu ambaye mwanaume ambaye anaweza kumuoa, kaja shemeji yake, au nyumba hiyo ina wapangaji, iko sitting room na wapangaji, kuna wanaume wamekuja akitaka kuswali. Ai maharim, mtu ambaye sio maharimu anaweza kumuoa, fa inna tughatti kull shay, hapa atafunika kila kitu mpaka uso na viganja. Kwa akiwa peke yake hakuna mtu, ndio uso na viganja vitakuwa nje. Akiwa kuna watu ambao wanaweza kumuoa, kwa kiswali mume wake yupo, ataswali uso wake na viganja vyake viko wazi. Liqauli sallallahu wa qawli mtume asema almar'atu awra, mwanamke ni uchi, mwanamke mwili wake wote utakiwa usiriwe. Wa qawli, na qawli ya mtume aliposema la yaqbalu Allahu salata haidh illa bihimar, Allah akubali swala ya mwanamke aliyobalighi kwa mtandio, kwa stara. Liqauli ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Shati la nane, shati la ngapi tumemaliza? Tumesema shati yako ngapi? La kwanza, shati la kwanza al-Islam. Shati la pili al-aqil. Shati la tatu al-bulugh. Shati la nne at-tahara min hadathain, kutoka na hadathi mbili ndogo na kubwa. Shati la tano dukhulul waqti.
anasema anna arabiyya qala, bedui mmoja alisema ya Rasulullah, ibn Allah, madha farada Allah alayhi min salati, kitu gani amefaradhisha kwa Allah kwa mimi katika swala gani amefaradhisha Allah? Qala, akasema Mtume salama, 5 salawati fi yawm wa layla, Allah amefaradhisha swala 5 mchana na usiku, siku nzima amefaradhisha swala 5 mpaka mwisho hadithi. Na hadithi ya Anas fi qissati ar-rajul, wa hadithi Anas na hadithi ya Anas fi qissati ar-rajul min ahli al-badiya, kisa cha yule mtu katika watu wa majangwani. Kuna mtu alikuja katika watu wa majangwani akamuuliza Mtume sana kuhusiana na ibada. Wa qawlu lin-nabii, akasema yule mtu sasa alikuja akasema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, amesemaje? Akasema nani? Akasema wazama rasuluk anna alaina 5 salawati fi yawmina wa laylatina, qala sadaq. Akasema anadai mjumbe wako kwamba sisi tumefaradhishiwa swala 5 mchana na usiku, fi yawmina wa laylatina, mchana wetu na usiku wetu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamwambia sadaqa, amesema kweli. Kwa kuonesha swala ni ngapi? 5. Almas'alatu thaniya ala man tajib, swala 5 ni kwa nani? Lazima kwa nani? Ala, kwa yule ambaye man tajib, yule ambaye ni nani zinampasa swala 5. Almas'alatu thaniya, maswala ya pili, ala man tajib, kwa nani zinawajibu, kwa nani zinawajibu hizi swala, kwa nani ni lazima? Tajibu ala almuslimu albaligh alaqil, ni lazima swala 5 kwa muislamu aliyobaligh mwenye akili, alishobaligh mwenye akili. Ghaira haidh wa nufasa, ukitoa asiyokuwa mwenye hedhi na nifasi. Yoyote muislamu aliyobaligh mwenye akili, ukitoa mwenye hedhi na nifasi, waliobakia wote watakiwa waswali, ni lazima, asiposwali apata dhambi. Wa yumaru biha sabii, mtoto mdogo ataamrishwa, sio lazima kia ataamrishwa. Yumaru biha sabii, na ataamrishwa mtoto mdogo idha balagha 7 sinini, atakapofika miaka 7 nenda msikitini aswali. Mtoto atafika miaka mingapi? Miaka 7. Leo watoto wana miaka 7 na hata tu wanaswali nyumbani. Ataamrishwa mtoto mdogo akifika miaka 7. Wa yudrabu alayhi al-ashr, na atapigwa kwa sababu ya swala akiwa na miaka 10. Miaka 7 apigwa na kuja chini. Swali wamtishatisha, basi mtishatisha, kwa nini ndio kuswali wamtisha kidogo, hata kijifungo cha kawaida kidogo dogo cha, umeelewa? Lakini atapigwa rasmi sasa akifika miaka 10. Ni hadithi, kutokana na hadithi inayosema rufi al-qalamu ani 3, imenyanyuliwa kalamu kwa watu 3, hawaandikiwi madhambi wala thawabu. Rufi al-qalam, imenyanyuliwa kalamu kwa watu 3. Fadhakara minha, wakatajwa miongoni mwa hao waliotajwa, wa ani sabii hatta yahtarima, na mtoto mdogo mpaka abaleghe. Yahtarima maana yake abaleghe. Wa an sabii, na mtoto mdogo hatta yahtarima, mpaka abaleghe. Kisha baleghe anakuandikiwa dhambi na thawabu. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, na kauli ya Bwana Mtume aliposema muru auladakum bisalati li7, waamrisheni watoto wenu kuswali wakiwa na miaka 7. Muru auladakum bisalati li7, amrisheni watoto wenu kuswali wakiwa na miaka 7. Wadribuhum alayhi li10, na muwapige kwa sababu kuacha hiyo swala wakiwa na miaka 10. Wafarriqu bainahum fil madaji, na mwatenganishe kati yao katika kulala. Mwatenganishe shako wakubwa, mwatenganishe kwenye nini? Kwenye kulala. Almasatu thalitha fi shuruti, ya masharti ya swala. Swala ina masharti gani ili mtu aswali? Ukosa masharti haya swala haisihi. Kuna masharti ya swala muhimu. Wa shurutuha 9, masharti ya swala kwa 9. Kiambiwa masharti ya swala kwa mangapi? 9. Usipotekeleza moja wapo swala haisihi. Ya kwanza al-Islam, fala tasihu min kafiri libutulani amali, haitosi swala kwa kafiri kwa sababu matendo yake yanabatilika. Kafiri atakachokifanya kina thawabu, libutulani amali, kwa kubatilika matendo yake. Kwa sharti la kwanza Uislamu, asiokuwa Muislamu hata akiswali swala haisi. Al-aqdu, sharti la